إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka rehma na amani zimmiminikie kiumbe bora ambaye alikayetembea juu ya ardhi hii, na si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na masahaba zake, wake zake, na wale ambao watakaomfuata mwendo wake mpaka siku ya kiyama. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala na sisi atujalie kuwa miongoni mwao. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumetoka katika siku au miongoni mwa masiku bora mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambao Mwenyezi Mungu masiku hawa ameyasifu ndani ya Qur'an. Na kabla ya hapo tulikuwa tumetoka katika tena mwezi miongoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao ni mwezi bora mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akatutoa katika mwezi wa Ramadhan akatubeba katika mausimu nyingine ambao ni sita min Shawwal. Akatubeba katika mausimu nyingine tena yafunga sita za Shawwal. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi, kwa huruma wake na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, akatubeba tena mbio tena katika siku 10 bora mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Mungu akaziapia wal fajri wa layalin ashr. Kwa utukufu wake, kwa ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala, katika zile siku 10 akaturuzuku tena, akatupa taufiki ya kuidiriki siku moja miongoni mwa masiku makubwa ndani yake, ndani ya mwaka mzima biidhnillahi jalla wa ala, katika yaumu Arafa. Baada ya yaumu Arafa, Mwenyezi Mungu akaturuzuku yaumun nahar, siku ya kuchinja, min a'dhami ayyamillah, miongoni mwa siku bora mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Almu'min idha ta'ammalta dhalik, ukitafakari vizuri, tara anna Allah jalla wa ala bimannihi wa karamihi yujaddidu lana ba'd almawasim alkhayrat walbarakat min ajli an nataqarraba ilayhi subhanahu wa ta'ala. Ukitafakari vizuri unaona ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa huruma wake na utukufu wake na urahimu wake anatuletea baadhi ya masiku na nyakati bora mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anatutoa katika nyakati na nyakati nyingine kwa min ajli an nataqarraba ilayhi, ili tuweze kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, ili Mwenyezi Mungu aweze kutusamehe kwa madhambi yetu ambayo tumeyafanya. Mwenyezi Mungu kwa huruma wake kutuletea hizi nyakati ni taufiki ya Allah kwa mtu ambaye ni muaminifu, mwenye kuwa na qaumin yaqilun. Aona kama Mwenyezi Mungu anatupenda sana, anatuhurumia sana
kutuletea nyakati ambazo ni nyakati bora. Hii inaondoka, panakuja nyingine, hii inaondoka. Yote hiyo ni kuonesha huruma wake Allah subhanahu wa ta'ala. Madha ba'da hadhihi al-ayyam, ni kitu gani baada ya hizi 10 zimekwisha bora? Ni kitu gani baada ya haya masiku bora ambayo yamepita huku nyuma? Madha ba'da hadhihi al-ayyam, ni kitu gani ambacho muaminifu sasa inabidi afanye baada ya hapo? Njoni tuishi na hadithi moja ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, uende kanisaidia na weka kusaidia biidhnillah jalla wa ala. Palikuja sahaba mmoja kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alhu anhu ahadan ghayrak. Naomba ya Rasulullah, unisomeshe jambo ndani ya Uislamu, nisomeshe jambo ndani ya Uislamu, niambie jambo ndani ya Uislamu, sintomuuliza mwingine baada yako wewe ya Rasulullah. Ukinijibu ukanambia ukanisomesha jambo hilo, sintomuulizaga mtu mwingine kinyume yako wewe ya Rasulullah. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, miongoni mwa mambo ambayo alipewa yeye na wala hamna mtume mwingine baada yake alipewaga hicho kipaji, alipewaga kitu ambacho wa mitume special ambao wa mitume wote hawana. Alikuwa na kitu kinaitwa jawami al-kalim. Mtume alikuwa akizungumza maneno machache yenye kuwa na maana pana biidhnillah jalla wa ala. Mtume alimtazama yule sahaba akamwambia hivi, qul amantu billah. Jambo la kwanza, sema ya kwamba nimemuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sema na ukiri, sema kwa ulimi wako na ukiri kwa moyo wako, na haya ambayo utakayoyasema yasadikisha katika vitendo vyako ya kwamba nimemuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume aliishia hapa, kuishia hapo mtume anaendelea, anamwambia, anamhusia, akamwambia baada ya kumwamini Allah, thumma istaqim, alafu kuwa mtu wa msimamo katika dini yake Allah. Hii ndio mada yangu ya leo, hadithi yangu hapa. Jambo la kwanza mtume alianza kumuhusia, ya ndio jambo ambalo ni likubwa zaidi ya kila kitu na ndio ufunguo. Alimwambia muamini Allah, kuwa muaminifu. Wal imanu, imani, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil yawmil qiyamah wa an tu'mina bil qadari wa khairihi wa sharri. Imani hiyo ni imani. Muamini Allah subhanahu wa ta'ala kwanza, kwa sababu muislamu au muaminifu, ikiwa kama haujamuamini Allah, mtu kama haujamuamini Allah, hata utende matendo ya aina gani hayawezi kukubalika. Jambo la kwanza ni iman, al-iman, kuwa muaminifu, kwa sababu ndio sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwatuma mitume wote waje walinganie iman. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Tuliwatuma mitume wote waje waambie watu wao an i'budu Allah, mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, alafu mjikinge na muwe mbali na kila kitu ambacho kinachoabudiwa kinyume yake Allah subhanahu wa ta'ala. At-taghutu kullu ma yu'badu min dunillah. Maana ya taghut katika hii aya ni kila jambo ambalo linaloabudiwa kinyume yake Allah subhanahu wa ta'ala, itaitwa taghut. Bimaana jambo la kwanza la msingi la kuwalingania watu, mtu wote ule ambaye ukimlingania watoto wako, wake zako, watu nyumbani kwako, watu wa karibu, anza kuwalingania kwanza tauhidi, kumjua Allah, kumwamini Allah. Usiruki maitapi. Iman, rasikh al-iman fi qulubi an-nas, ipandikize imani katika waja wa Allah,
kabla ya sala, kabla ya hija, kabla ya yote iman. Kabla ya yote Mwenyezi Mungu hajaamrisha, alimwamrisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam watu wamjue Allah. Na watu wengi tunasali lakini hatujamjua Allah. Laiti tungemjua Allah ukweli wa kumjua Allah, tukapata ladha ya iman. Imani iko na halawa, imani iko na ladha. Inabidi tumbe Mwenyezi Mungu atujalie tuishi ile ladha ya iman kama jinsi walikavyoishi maswahaba radhiyallahu anhum. Wameishi ladha ya iman, Mwenyezi Mungu akawapa ushindi katika hii dunia na kesho akhira biidhnillahi jalla wa ala. Mwenyezi Mungu akawasifu radhiyallahu anhum wa radu an. Mwenyezi Mungu amewaridhia maswahaba na maswahaba wakamridhia Allah, ni kwa sababu wameishi wakaishi ladha ya imani. Waliishi imani ina ladha. Yule ambaye hajaishi ladha ya iman, halawat al-iman, hauwezi ukasema tu unamjua Allah ukweli wa kumjua. Mwenyezi Mungu aliwasifu maswahaba, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, au ni maswahaba, 'anil maswahaba. Mwenyezi Mungu amewaridhia waaminifu, aliwaita waaminifu maswahaba, akawaita ni waaminifu. Walimwamini bai'unaka tahta ash-shajara, pindi wakapokupa bai'a ya Rasulullah. Mungu aliwaridhia maswahaba. Bimaana jambo la kwanza katika kulingania watu, njooni tuwalinganie watu katika tauhid, wamjue Allah subhanahu wa ta'ala, wapate ladha ya iman, tusiruki maetap. Ndio maana Mtume wetu Muhammad sallama aliwalingania watu tauhidi miaka 13 Makka. Semeni la ilaha illa Allah tuflihu. Semeni la ilaha, yani la ilaha illa, yani la ma'bud, jo iman, la ma'buda bihaqqin illa Allah. Hakuna ambaye anapaswa kuabudiwa, ibada zote zinamstahiki ni Allah. Aliwakuta Waarabu wanachinjia majini, wanaabudu mizuka, wanaabudu masanamu, hawamjui Allah. Jambo la kwanza aliwalingania katika tauhidi, wamjue Allah. Uislamu ni tauhidi, bila tauhidi haujawa muislamu. Ukisali havikubaliwi, ukifunga havikubaliwi, venye utafanya yote haujakuwa na tauhidi kumpekesha Allah, utabakilia muislamu wa kanzu na mitobo peke yake tu. Ndio Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza akamwambia kwanza, kul amantu billah, sema nimemwamini Allah. Baada ya kumnasihi iman, Mtume alikuwa na uwezo wa kuishia hapo, vikaishia hapo. Lakini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitambua kwamba hii iman bila kuwa na matendo, bila kuwa na yangine mambo ambayo yanashindikiza hii imani siku ya kiyama haitokunufaisha kitu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akamwambia thumma istaqim, baada ya kumwamini Allah, kuwa mtu wa msimamo katika nini? Katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na msimamo katika dini ya Allah. Usiwe mtu mwenye kupinda pinda, usiwe mtu mwenye kulegalega. Kuwa na msimamo, kuwa na msimamo katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi gisi mmeshikilia, pana aya ndani ya Qur'ani, pana aya ndani ya Qur'ani inayazungumza yani katika hii Mungu anasema hivi, in Qur'an, hii ni hadithi. Sikia ndani ya Qur'ani katika sura Fussilat, innal ladhina qalu, wale ambao walikaosema rabbuna Allah, mola wetu ni Allah, wakamuamini Allah kama gishi mimi na wewe tunatamka tunamwamini Allah. Hao watu walikaosema hivyo hawakuishia hapo, thumma istaqamu, alafu wakawa ni watu wa msimamo. Maneno tu peke yake bla 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 hayatakunufaisha kitu mbele ya Allah. Mimi nimezaliwa ndani ya Uislamu, mimi ni Mswahili, mimi ni hivi, utabakia kwenye bla bla bla. Thumma istaqamu, wakawa ni watu wa msimamo.
Mwenyezi Mungu ataendelea aya, anatuonyesha faida ya msimamo. Hayo tutazungumza baadaye. Narudia katika hadithi, thumma istaqim, kuwa mtu wa msimamo. Alistiqama, maana ya msimamo, maana yake ni nini? Maswahaba kila mtu alifahamu msimamo katika aya, lakini yote maana yake nini? Tukirudia katika tafsiri ya Ibn Kathir, tunamuona Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anazungumza akisema, alistiqamatu fi hadhihi al-aya, alistiqamatu fi hadhihi al-ayatu, maana msimamo katika hii aya maana yake alla tushrika billahi shay'a. Allahu akbar, tauhid. Haiko nyumba. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anazungumza maana ya msimamo katika hii aya. Maana yake ni kuwa mbali na ushirikina, ni kuwa mbali na shirki, ni kutokumshirikisha Allah. Hauwezi kuwa mtu wa msimamo ukiwa unamshirikisha Allah. Hauwezi kuwa mtu wa msimamo ungaliki unamshirikisha Allah katika uungu wake, katika ufalme wake, katika matendo yake, katika yale ambayo anamstahiki Allah, alafu sasa uko mtu wa tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, haitokunufaisha kitu. Alafu tunamsikia Umar radhiyallahu anhu, Umar wama adraka ma Umar, anakuambia alistiqamatu hiya an tastaqima ala ta'ati Allah. Msimamo ni kuwa na msimamo katika kumtii Allah, katika kumtii Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatoka katika nyakati ambazo nyakati bora unabaki unamtii Allah, baada ya nyakati bora unamtii Allah, baada ya masiku bora unamtii Allah, baada ya Ramadhani unamtii Allah, baada ya masiku 10 bora unamtii Allah. Unabaki katika msimamo ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla tarughara wa ghana thalab, na wala usiwi mtu wa mazigzag kama gisi nyoka na nyoka. Leo Muislamu leo akiwa katika hali fulani anakuwa na msimamo na imani, pakiingia teknika fulani anabadilika. Yani Muislamu haujuni mudhabadhabina baina sifa za unafiki, haujui anaegamia wapi. Huja akija huko kipewa nyama kilo 3 anageuka, akija kwa shekhe fulani nani huku anapewa kilo ngapi za mchele anageuka. Akija msimamo, inabidi uwe na msimamo. Usipindipindi, kuwa mtu wa msimamo katika dini, katika dini. Usipepesuki na ya dunia, usipepesuki na maslahi. Kuwa mtu wa msimamo. Msimamo, alistiqamatu, msimamo katika dini yake Allah, ni jambo ambalo kila Muislamu kila siku tunamuombaga Allah zaidi ya mara 17. Tunamuomba Allah aturuzuku msimamo. Kila Muislamu, msimamo ni miongoni katika dini. Dini ni msimamo. Kila siku Muislamu anasemaga ihdina sirata almustaqim, ya Rabbi tuongoze katika njia ambayo ilikayonyooka, ambayo haina matekinike ndani yake. Alistiqama. Njooni ndugu zangu wa Kiislamu, hasa katika hizi nyakati ambazo fitna zimekuwa nyingi, shubha zimekuwa nyingi katika dini, fitna zimekuwa nyingi, hali imechafuka. Kila mtu Muislamu mwenye kumjua Allah ana hofu, anaogopa kwa jinsi hali imechafuka. Dunia ya Uislamu umechafuka. Uislamu atujue mtu leo mtu yuko katika istiqama, kesho unamwona hivi. Hata mtu hauzi kujipa garantiwe. Shekhe umeona, shekhe alikuwa mtu mzuri, shekhe wa istiqama, shekhe wa dini, anakuja analambishwa, shekhe anabadilika. Allahu akbar. Huyu shekhe alikuwa anaanza kupinda fatwa, analambishwa fatwa na uongozi na nini na vyama fulani, shekhe analambishwa na paranganya. Sasa kama ni hali inatia uoga, ni hali inatia uoga Waislamu. Huyu alikuwa ni shekhe, akiwa ni mwalimu, huyu mamumo wa chini atakuwa ni aje mamumo wa chini. Tuwe Mwenyezi Mungu atuthabitishe katika dini. Sema na amina.
Ndio maana mtume wetu Muhammad ya kukuonesha umuhimu wa kuwa na msimamo katika dini na thabat, alayhi salatu wassalam, kana yad'u Allah azza wa jalla an yuthabbitahu din. Mtume alikuwa anainua mikono anasema Allahumma ya muqallibal qulub, mtume o Allah ambaye unabadilisha nyoyo za binadamu, ya Rabbi, wewe ambaye unabadilisha roho za binadamu, thabbit qalbi ala dinik, ithabitishe nafsi yangu, roho yangu katika dini. Mtume anahofia, mtume ana hofu. Ikiwa kama mtume alikuwa na hofu ya kubadilika katika dini yake, Allah anakuparanganya, mimi na wewe tuna nguvu za aina gani? Mtume alikuwa ithabiti ingine dua, Allahumma ya muthabbi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik, ya Rabbi, wewe ambaye unakabadilisha nyoyo za binadamu, ithabitishe roho yangu katika kukutii wewe Allah. Kwa sababu binadamu unabadilika. Ndio na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema yusbihu ar-rajulu mu'minan, muaminifu anaamka, mtu anaamka asubuhi ni muaminifu, anamwamini Allah, tunasali naye alfajiri, wa yumsi kafiran, inaenea usiku, jioni inaenea ameshakuwa kafiri, amesharitadi. Na kuritadi ndio kwa ritadi uko mkazo na mtobo. Sheikh Ismail mashaallah, Sheikh Ismail kumbe ni Sheikh Ismail kitobo wa kwanza na mitobo tu, lakini zama nimesema mitoka ndani zamani. Kumbe mimi ndio naozisha Waislamu, kumbe mimi ndio Uislamu na udidimizaga, kumbe unataka mitoka ndani uko matekniki. Tekniki pekee. Pana watu siwaoni Sheikh ndevu, mashaallah kanzu na mtobo, kumbe hao ndio wanaodidimiza Uislamu. Hivi mnadhani ambao wanakodidimiza Uislamu duniani, unadhani watu gani? Ni wale ambao mnasali nao, ni wale wanavaa mitobo, ni wale viongozi wenu ndio wanaharibu Uislamu, wanaudidimiza Uislamu, wanauzisha Uislamu kwa sababu ya mataun qalil, maisha mafupi. Maisha mafupi tu, maisha mafupi ya garantia kagari, garanti tu ya kagari, kanyumba kama Maranvya, Terere, kanyumba kauko Kibenga, ka etage, garantia bwana, mataun qalil, maisha mafupi. Wallahi billah, watu wanaisha dini hivi. Nadhani huko kwetu sijui kama huko hakuna nafasi mnakosaga na huko mnakuaga na huko mnakuaga. Kule kwetu ulani hata nikimaliza kutoa hutuba unaweza kuitoa direct mdeka 13 mshafika documentation FBI. Hii hutuba anibeba FBI ni nani? Ni marka ilikuwa tuko na marka hapa Jean Paul. Ni watu gani? Na hizi na hapa kwetu dunia nzima hizi sema watu wamuijui. Sisi tunaijua sana. Nani? Unaona, yani tu unaiuza dini yako kwa sababu gani? Ya kukosa msimamo katika dini. Ndugu zangu wa Kiislamu, mada yangu mimi leo tujitahanahu wa ta'ala lianna listiqamata min ad-din, kwa sababu msimamo ni miongoni mwa maqamat ad-din, ni miongoni mwa mambo makubwa sana katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama gisa alizungumza Ibn Qayyim rahimahullah fi madarij as-salikin min manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Miongoni mwa sehemu kubwa ya kwamba unamwabudu Allah, unamwomba Mwenyezi Mungu msaada, uko mtu ni kuwa mtu wa mshimamo katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuthabitishe katika dini yake ya rabbal alamin, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ndiyo mukallibal qulub, yeye anaweza akaibadilisha nafsi ya binadamu. Innal quluba ala asabi'ir rahman, hakika roho za binadamu zinapatikana katika vidole viwili vya Allah. Usiniletee mambo ya bid'a na filosofi zako za upotovu ukalambia vidole vya Allah vinafanana haji. Acha upotovu na filosofi. Waislamu leo wameingia filosofi nyingi za bizungu, filosofi nyingi mpaka zimewafanya wameingia katika ukafiri. Wewe unataka akili yako, akili katika mambo ya ana akili.
Hapana mzee, acha. Hii akili yako iko limite. Nilabidi yajibu alayka an tuqaddima an-naqla fawqa al-aql. Inabidi Qur'ani na Sunna wahi ubikadimishe, ubiweke juu ya akili yako. Na ukiona pana baadhi ya mambo uyafahamu katika dini, ituhumu akili yako biidhnillah jalla wa ala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roho zinapatikana katika, usijipige mkifua. Unaweza ukaparanganya wewe, omba Mungu akuthabitishe. Ndio na Mtume akasema pana unaamka asubuhi kwa muaminifu, inaelea usiku umekuwa kafiri. Na unaamka asubuhi uko kafiri, haukuwa muaminifu, ikielea usiku unafanya nini? Umekuwa muaminifu. Mtume akasema hizi ni roho ya binadamu, inapatikana katika vidole vile vya Allah. Usiwezi mnafanana aje? Na akida Ahlusunna wal Jamaa inasema yajibu alaina an nasifa Allah jalla wa ala, kama gisi Ibn Taymiyyah katika aqidatu al-wasatiyya mwanzo wa kitabu, an nasifa Allah azza wa jalla kama wasafa bihi nafsuhu fi kitabi wa kama wasafa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi bila takyifin wala tamthilin wala ta'tilin, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Itikadi Ahlusunna wal Jamaa, itikadi masalafi, msifu Allah kama gisi amejisifu Qur'ani na kama gisi Mtume alimsifu ndani ya Sunna. Usishabihishi sifa za Allah na sifa za binadamu. Na Mwenyezi Mungu ana baadhi ya sifa zake zinafanana na sifa za binadamu, isipokuwa sifa za Mwenyezi Mungu zimekamilika, za binadamu zina mapungufu. Roho ya binadamu inapatikana katika vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu Mtume anasema yukallibuha kaifa yasha, Mwenyezi Mungu roho anaibadilishaga gisi anavyotaka. Leo qala ta'ala nini uko acha wewe, unaweza ukaitwa ukalambishwa shekhe, kanzu zikabadilika, kama Mungu akuthibitisha. Unaweza ukajaribiwa na dunia, wallah ukajaribiwa na dunia ndogo ukabadilika. omba Allah tuthabitishe ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Alhamdulillahi alladhi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Thumma as-salatu was-salamu 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Katika kumalizia khutba, ndugu zangu wa Kiislamu, wale ambao ni muamini Allah subhanahu wa ta'ala wakajitahidi, ni kujitahidi kuwa na msimamo. Hatujazungumzia kwamba unaweza kuwa na msimamo 100%. Hapa waki msimamo katika dini 100%, haiwezekani. Mimi na wewe na 100%, hata maswahaba 100%, haiwezekani. Lakini nayusia nafsi yangu nikiwahusia tujitahidi kuwa watu wa msimamo katika dini, tuwe mangangari katika dini ya Allah. Usilegile katika dini ya Allah. Dini ya Allah hiyo priority kwako wewe. Hapana maslahi ya dunia. Hapana mambo ya dini ya Allah. Ikiharibika uchafuke. Ukasirike kwa ajili ya dini ya Allah. Uumie kwa ajili ya dini ya Allah. Ubebe masulia ya dini yake Allah. Tuache mambo ya kupakana mafuta katika kuharibu dini ya Allah. Tusipakani mafuta katika batil. Dini ya Allah iwe ni kwako ni priority ya kwanza, zaidi ya mke wako na watoto wako na nafsi yako wewe. Kama kisa kilivyokuwa maswahaba wa Islam waliishi Uislamu wakawa na msimamo, Mwenyezi Mungu akawainua. Leo tuna practice Uislamu wa bongo. Vitu vya uongo, Uislamu wa uongo. Tunasali lakini bado Uislamu wetu tuambizane ukweli bado. Waligarega. Huko wala hatukuelewi. Muislamu mtu mzima na ndevu zake haeleweki. Swali linakuja, ukishamwamini Mungu na mtume wake ukawa na mtu wa msimamo, ujira wako ni nini? Ujira wa watu ambao walikuwa muamini Allah kwa watu wa msimamo, ujira wao. Namalizia na ujira wao ni kuwajibu kupitia ile aya nimesoma katika sura Fussilat, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sasa walimwamini Mungu wakawa watu wa msimamo. Ujira wa watu ambao walikuwa na msimamo na kuamini Allah, ujira wao uko wapi?
tatanazzalu alaihimul malaika, Mwenyezi Mungu atawateremshia wa malaika, watu wa msimamo wangangari katika dini, atawateremshia malaika wakati wa kufa kwao, wakati wa sakaratul mauti, wakati mzito ambao ulimsumbua hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa Allah, inna lilmauti la sakarat. Wakati mzito Mungu anakutumia wa malaika spisho, wewe mtu wa msimamo, fil buterere, lakini uko na msimamo fil Afrika, mtu wa Afrika uko na msimamo. Huenda msimamo wako ulikuwa ni msimamo zaidi hata watu waone Waarabu eti wa Mwenyezi Mungu akuteremshia malaika, maamumu wa kawaida tu masha, lakini ana msimamo zaidi ya sheikh. Mungu anateremsha wa malaika spisho wakati wanamwambia faida ya kwanza, wanamwambia faida ya kwanza, Mungu anakuteremshia wa malaika. Faida ya pili, wa malaika wanakuja kukuambia alla takhafu, usiwi na hofu, usihofii. Nisihofii nini? Usiogopi kule ambapo unakapoelekea. Mtu sakatu moto unaenda penye unaelekea huko kaburi, matekniki ya kaburi, penye unaelekea usiogopi. Wewe ni mtu wa msimamo, wewe muamini Allah, wewe ulisimamia dini ya Allah, usiogopi. Faida ya tatu, wala tahzanu, na wala usihuzuniki. Sasa mtu atakufa anahuzunika na nini? Usihuzuniki kwa vile ambavyo unaenda kuviacha, watoto wake, manyumba, teknike, watakula nini, huyu mke wangu nini. Usihuzuniki vile ambavyo sisi wote hapa tuko tunawaza wataishi aje, watakuaga aje. Teknike ndio kuwa mtu wa msimamo, basi vingine Mwenyezi Mungu atabimaliza. Teknike ya watoto wako, wasote unawacha manyumba, eti niwacha msekirite, watapigana mipanga mpaka kitanuka. Kuwa mtu wa msimamo na uwe mwaminifu. Wala tahzanu, vile utakuwa umeacha nyuma si tuimaliza. Mungu anasema wala tahzanu. Jambo la 4, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu akbar. Unabashiriwa pepo ngali kwa mganga, hata kuzikwa hujazikwa. Mungu anasema tunakubashiria pepo ambayo tulikuwa tumekuahidia nayo wewe ambaye ni muamini Allah, ukawa mtu wa tauhid, alafu ukawa mtu wa msimamo katika dini, ambao msimamo na watu wengi wanatupiga chini leo. Msimamo watu wengi wanatupiga chini, kuanzia kwa mashehe zetu ya Allah, kwa mashehe zetu, msimamo katika dini wanatupiga chini. Sheikh wanatupiga chini kwa sababu gani? Mataun qalil, maisha mafupi ya dunia tunayaona, maisha mafupi tu, Islam mafupi tu, maisha mafupi ya kanyumba, kagari, kama kibido, karaktise. Shekhe unapayuka kichwa, cheo hivi. Sasa shekhe wetu sasa cheo hivi ni balaa. Kila mtu atakuwa cheo, kama atakuwa chef, kila mtu atakuwa nyakuba wa kiyama kimeingia. Balaa. Yani mtu anaenda kusoma, anarudia, yuko mkahawa, na mimi nitakuwa chef, na mimi nitakuwa mkurugenzi wa Butere siku gani, ni wafinye ule chef nitamfresh. Wewe utakuwa unifinye mimi, wewe aje tu usazi. Pata mnaambia sasa, mimi nikiwa kiongozi, shekha ananiambia nikiwa kiongozi mimi, para shekha fulani nitawafinya mimi. Allahu akbar. Sasa utawafinya nini? Wewe deja mtu utakuwa na nia ya hivyo. Deja mtu utakuwa na nia ya hivyo. Hapana. Tu msomo katika dini, Mwenyezi Mungu mambo yote atayatupa biidhnillah jalla wa ala. Uongozi kwanza. Uongozi. Ukishakuwa mtu wa msimamo, Mwenyezi Mungu anakuvika uongozi. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku kuwa watu wa msimamo ya Rabbul Alamin, na tujalie kuwa watu wa tauhidi, na tuweke mbali na shirki na ushirikina, na tujalie mapenzi baina yetu ya Rabbul Alamin, atujalie tuishi kwa ajili ya dini yake ya Rabbul Alamin. Tuko binadamu,
Pana wakati roho zinadhoofika, nafsi inadhoofika wallahi. Hata mimi niko karibu. Pana wakati nafsi inadhoofika. Ito tutoa mawaidha achana navyo. Tutoa mawaidha. Zako shetani unadhoofika bila kawaida. Na shetani unadhoofika. Tumeza mawaidha, khutba Sheikh Daudi, mawaidha Sheikh Ismail, yote khutba. Hata sasa zangu shetani kuingia wallahi. Hata ukiwa mtu wa msimamo, pana wakati imani inadhoofika, imani inadhoofika. Lakini inshallah la ni shetani. Jitahidi kuwa mtu wa msimamo ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atufufue pamoja na watu wa msimamo ya Rabbul Alamin. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahifadhi jamaa hii ya Rabbul Alamin, awape kila khairi ya Arhamar Rahimina. Na ongereni sana mashaallah tabarakallah kwa kupata msikiti hapa biidhnillah jalla wa ala. Hasa jamaa hapa karibu yote itakuwa inanufaika ya Rabbul Alamin. Allah wape tawfiki na wape nguvu biidhnillah jalla wa ala ya kupambana ili tumalize msikiti wetu ya Rabbul Alamin. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Al-Huda, mwongozo wa jamii.